Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba asema serikali inatambua na kuthamini ushirikiano wa karibu na wa kimkakati kati yake na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB. Na katika michezo, draw ya mashindano ya Masoko Cup 2025 yapangwa rasmi, huku soko la Mbagala Rangi Tatu na Buguruni kutimua vumbi mechi ya ufunguzi. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ya asubuhi ya leo. Jina langu ni Margaret Itala. Tunaanza na habari za kitaifa. Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua na kwa dhati na kuthamini ushirikiano wa karibu na wa kimkakati na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB uliochangia utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ya miundombinu, nishati, maji, kilimo na ustawi wa kijamii. Tupate taarifa zaidi. Dr. Nchemba amesema hayo wakati akitoa majumuisho ya uwakilishi wa Tanzania katika mkutano wa 60 wa Baraza la Magavana wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB na mkutano wa 51 wa Baraza la Magavana wa Mfuko wa Maendeleo wa benki hiyo ADF iliyofanyika Abidjan nchini Cote d'Ivoire. Amesema katika miaka ya hivi karibuni Tanzania imekuwa na ongezeko kubwa la ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, ambapo hivi sasa serikali inatekeleza miradi ya maendeleo ya kimkakati 25 ikiwemo 21 ya serikali Tanzania bara na Zanzibar, na miradi 4 ni ya sekta binafsi katika sekta za miundombinu, nishati, usafirishaji, maji, usafi wa mazingira pamoja na kilimo, yote kwa pamoja ikiwa na thamani ya dola za Marekani bilioni 3.54. Pongezi kwa Dr. Akinwumi Adesina ambaye amemaliza muda wake, ambaye kwa kweli ameipandisha hadhi ya Benki ya Maendeleo ya Afrika na ameleta utaratibu mpya ambao umekuwa mzuri sana wa kutoka kwenye benki kujishughulisha na vimiradi vidogo vidogo kwenda kwenye miradi mikubwa. Hii ni hatua kubwa ambayo ni legacy kwa benki ameiacha. Lakini tumpongeze na rais mpya tuliyemchagua Dr. Sidi Taa ambaye si mpya, si mgeni katika tasnia hii ya kifedha. Dr. Nchemba ameitaja baadhi ya miradi hiyo kuwa ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ujenzi wa barabara za mzunguko jijini Dodoma, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma, ambayo kukamilika kwake kutaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini Tanzania. Yetu tuna ushirika nao wa miradi mingi ya maendeleo ikiwemo mikubwa na miradi midogo. Kwenye miradi mikubwa umeona tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora kwenda Kigoma pamoja na kipande cha Kigoma kuelekea Burundi na baadaye DRC. Lakini pia tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa barabara za mzunguko za jiji la Dodoma pamoja na uwanja wa ndege wa Msalato, kutaja tu miradi michache lakini iko na mingine mingi. Aziza Bakari, Channel 10. Naam, shukrani sana Aziza Bakari kwa taarifa hiyo. Kule Morogoro, halmashauri ya wilaya ya Kilosa imeanza mchakato wa kununua risasi za sauti ili kudhibiti wimbi la uvamizi wa tembo katika mashamba ya wananchi wanaoishi pembezoni mwa hifadhi ya taifa ya Mikumi, ambapo mpango huo unalenga kushirikisha taasisi za uhifadhi ili kuwalinda wakazi dhidi ya wanyamapori wakali wanaoendelea kuhatarisha maisha na kuharibu mazao. Jimmy Mengele anafafanua zaidi. Hatua hiyo imewasilishwa na madiwani katika kikao cha mwisho cha baraza la madiwani, wakisisitiza kuwa tembo wamekuwa tishio kubwa kwa wakulima, ambapo wamesema wakulima wanalazimika kulinda mashamba yao usiku kucha ili kulinda mazao yao. Na hata juzi nikiwa kwenye kikao cha Patikokasi nimepigiwa simu saa 4 asubuhi, tembo wako Vikwembe. Pamoja na uharibifu mkubwa wa mazao, sasa hivi tembo wanatishia usalama wa wananchi wetu. Naposema wananchi sio inaeleweka, sina maana ya kwamba Yanga, yani usalama wa wapiga kura au usalama wa raia wetu. Kwa kweli hali ni ngumu. Mimi ni shauri halmashauri iwekee uzito hili jambo, kuhakikisha kwamba idara inayohusika inawezeshwa kikamilifu ili kutatua tatizo kubwa ambalo la hawa wanyamapori, lakini pia linapoteza maisha ya wananchi wetu.
Akijibu hoja hizo nje ya baraza hilo alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya mikakati ya halmashauri katika udhibiti wa tembo, makamu mwenyekiti wa baraza hilo Hassan Mkopi amesema mikakati hiyo ya ununuzi wa risasi za sauti inatekelezwa na halmashauri kwa kushirikiana na taasisi za uhifadhi ikiwemo TAWA na TANAPA kwa kuzingatia sheria, taratibu na usalama wa binadamu. Tunashukuru, kama mnavyofahamu, wilaya yetu ya Kilosa tuna mbuga ya wanyama hapa ya Mikumi. Kwa hiyo kuna kata za jirani kama kata Mwenda, Mikumi, Kilangari na Kimamba. Tembo huwa wamekuwa wakitoka kule mbugani wanakuja huko. Lakini sisi kama halmashauri tunachukua hizo juhudi, na hivi sasa kama ulivyosikia pale tayari tumeshaagiza risasi, hadi mwezi wa 6 tutakuwa tumepata hizo risasi kwa ajili ya kwenda kuwarudisha wale tembo kule mbugani, pamoja na kushikana na asasi zingine kama TANAPA pamoja na watu wa TAWA. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Na shukrani Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake katika mkoa wa Dar es Salaam ukitokea mkoani Lindi, ambapo katika mkoa wa Dar es Salaam unatarajiwa kukimbizwa kilomita 357, kukagua, kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi, jumla ya miradi 36 ikiwa na thamani ya shilingi bilioni 79.2. Hamis Suleiman anafafanua. Akikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Terak amesema katika mkoa huo miradi 59 ilikaguliwa. Mwenge umepita katika miradi ya maendeleo 59. Kati ya miradi hiyo 19 iliwekewa mawe ya msingi, 6 ilizunduliwa na kufunguliwa, miradi 34 ilionwa na kutembelewa. Thamani ya miradi yote iliyopitiwa ni fedha za Kitanzania bilioni 22.401. Mwenge huu wa Uhuru unabeba kauli mbiu ya kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, pamoja na ujumbe huu, mwenge huu wa mbio za uhuru unaambatana na kauli mbiu za kudumu kama vile mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mapambano ya rushwa, mapambano ya malaria pamoja na madawa ya kulevya. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa wilaya Temeke na kuanza mbio zake, ambapo katika wilaya hiyo umekagua, kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi katika miradi 7. Katika eneo la Mbagala wakati wa ukaguzi wa shule mpya ya kisasa ya Mangaya, kiongozi wa mbio za mwenge Ismail Aliusi alipongeza wilaya Temeke kwa kutekeleza miradi kwa kuzingatia ubora pamoja na usimamizi wa fedha zinazotolewa na serikali. Tunaposema tuna tunu ya taifa ambayo tunajivunia kwa maana ya mwenge wa uhuru, tunakuwa tunamaanisha. Leo hii tumejionea matumaini katika shule hii, tumejionea upendo katika shule hii, lakini pia tunajionea heshima kubwa inayowekwa na serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake. Niwaombe sana ndugu wananchi, tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali zinazofanywa. Kiukweli jimbo la Mbagala na kata ya wilaya ya Temeke kwa ujumla hatuna deni na Mheshimiwa Rais wetu Daktari mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kumpongeza kwa mambo makubwa aliyoyafanya katika sekta ya elimu msingi na sekta ya sekondari. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wiki ya asasi za kiraia Tanzania kwa mwaka huu inaanza rasmi jijini Arusha leo Jumatatu, huku mijadala mikuu katika jukwaa hilo ikijikita katika mafanikio makubwa ya maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 pamoja na elimu ya uraia kwa jamii kuelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Novatus Makunga ameandaa taarifa ifuatayo. Mkurugenzi mtendaji wa asasi za kiraia Azaki Justice Rutenge alifafanua kwamba katika dira ya taifa inayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni wameridhika nayo, kwani wamehakikisha imeakisi maisha ya walio wengi. Sisi kama asasi za kiraia tumeshiriki kiasi kikubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba dira pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu unaakisi maoni, mawazo na matarajio ya wananchi. Na tumekuwa sehemu kubwa sana ya michakato hiyo
miwili. Kwa hiyo tunataka kutumia fursa hii kuendeleza ule ubia, ule ushirikiano, ushiriki ambao tumeuanza katika michakato ambayo ina define future ya Tanzania, mustakabali wa Tanzania utakuwaje. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya asasi za kiraia Azaki, CPA Mesesila, ameeleza wiki hiyo imebeba kauli mbiu Pathways to Progress, ikisisitiza njia za kuyafikia maendeleo, ikilenga kuwa na taifa lenye raia wanaowezeshwa, wanaojimudu na kupata haki zao za msingi. Maono yetu kama FCS ni kwamba tunatamani na tunaamini kuwa na raia ambao wanawezeshwa, ambao wanajitegemea, wenye kuwajibika, lakini pia wana haki zao za kijamii na za kiuchumi na kufurahia maisha bora. Nafikiri kila mtu hilo ndio anatamani liwepo, na sisi ndio tamanio letu kubwa. Naye katibu mkuu wa Baraza la Asasi za Kiraia nchini Azak, Adam Nsimba, ametaja mwelekeo wa wiki hiyo kwa mwaka huu. Kwamba mwaka huu tunajiangalia katika dira inayoenda kutekelezwa. Tunajiona wapi kama asasi za kiraia? Tunaona huyu mwananchi tunayemtumikia tutamsaidiaje, na sisi kama wanaazaki tunajitathminije tunavyoenda mbele. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwezeshaji, Profesa Kitila Mkumbo atashiriki katika mijadala ya wiki hiyo itakayokuwa na washiriki zaidi ya 900. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Kule Simiyu, wananchi wa kata ya Mwaubingi wilayani Bariadi mkoani Simiyu inayojumuisha vijiji vitatu wameomba serikali kuipandisha hadhi ya zahanati ya Gasuma kuwa kituo cha afya kutokana na kuongezeka kwa idadi kubwa ya kina mama wanaojifungua, ambapo kwa siku inaelezwa kuwa wakina mama kati ya 7 hadi 8 wamekuwa wakijifungua. Aidan Muhando anaarifu zaidi. Wananchi wa kata ya Mwaubingi wanaomba kupandishwa hadhi kwa zahanati hiyo kutokana na idadi kubwa ya kina mama wanaofika hapo kujifungua. Jengo la zahanati limekuwa ni dogo, halitoshi. Akina mama wanajifungua kwa siku 7 hadi 10, ambayo imepelekea tunakuwa na upungufu wa kile chumba kwa ajili ya kujifungulia. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan upande wa afya kwa kweli amefanya makubwa sana, kwa sababu kipindi cha nyuma kule zahanati na vituo vya afya vilikuwa vichache sana. Kuhusu utekelezaji wa sekta ya nishati, mbunge wa jimbo la Bariadi Mhandisi Kundo Matthew akizungumza na wakazi wa kata ya Banemi katika mkutano wa hadhara na kueleza yaliyofanywa na serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, anasema mwaka 2020 kati ya vijiji 84, vijiji vingapi? 84. Ni vijiji 32 tu ndio vilikuwa vina umeme. Vijiji singa 32 kati ya 84 yenda kohageke sijiji 52 shari zinenake na umeme. Sasa tuna vitongoji 512. Katika vitongoji 512 ndio tunaenda kufanya kazi ya kufikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote. Unapoona maendeleo yamekuja, yamemwagika, jua kwamba kuna mtu amekwenda kuyafanya nini? Kuyatafuta. Sasa niwaombe ndugu zangu, mama yetu amefanya kazi kubwa sana. Nilikuwa napitia miradi iliyoletwa hapa. Ameleta zaidi ya bilioni 1 na milioni 200, bilioni 1. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Kule nyanda za juu kusini, wanafunzi wa shule ya sekondari Lioto iliyopo mkoani Mbeya wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya uhaba wa vifaa vya kujifunzia na sare za shule kwa baadhi ya wanafunzi, jambo ambalo limewasukuma wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST kutoa msaada wa vifaa mbalimbali shuleni hapo ili kuongeza ufanisi wa kitaaluma. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Wanafunzi wa shule ya sekondari Lioto, licha ya kuwashukuru watumishi wa Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST
kwa kutoa vifaa vya kujifunzia. Wamesema baadhi yao wamekuwa watoro shuleni kutokana na kukosa sare na viatu vya shule, huku mwalimu mlezi wa shule ya sekondari iliyopo Kisa Mwambije ametumia nafasi hiyo kuwataka wanafunzi kuongeza bidii kwenye masomo yao ili kufikia malengo yao. Kuwashukuru wageni wetu waliokuja siku ya leo kutuletea hizi zawadi na kuletea wale watu ambao wana mahitaji muhimu ambao familia zao kidogo zipo duni. Tunawaahidi tunasoma, tutaweza kutimiza malengo yetu. Kubwa tunawashukuru sana kwa msaada huu mliotuwezesha kwa kiasi kichache hiki. Taifa la kesho. Lakini pia kwa watoto wetu tunaomba kwa hiki walichokifanya hapa, hebu mkajifunze, mkaongeze bidii katika masomo yenu ili muweze kufikia malengo yenu. Kwa upande wake Dr. Festo na Mayara kutoka chama cha wahadhiri Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST na Dr. Duo Chengura wamesisitiza wanafunzi kusoma kwa bidii kwa manufaa ya maisha yao ya baadaye. Uwezekano mkubwa sana kupata choices, yani chaguo sahihi la programu ipi uweze kusoma. Kuanzia programs za biashara mpaka programs za engineering na science. Tunao programu ya biashara vile vile. Sasa tunaandaa pale kwa ajili ya kufanya mambo ya biashara kabisa. Kwa utakuja kusoma mambo ya biashara tunakukaribisha sana MUST, na utakuja kuwa engineers au kuwa scientist. Kwa hiyo wale ambao wanawiwa kuwa walimu kwa ajili ya kufundisha hayo masomo ya amali, mnakaribishwa sana mje mjiunge na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, kwa kumalizia habari za kitaifa, tunaendelea kusalia huko nyanda za juu kusini ambapo jamii na wazazi mkoani Ruvuma wametakiwa kujenga utamaduni wa kuwathamini walimu, kwani kazi ya kuwatengeneza watoto amepewa mwalimu kwa kuwa ni askari hodari anayetumia silaha katika kuwainua watoto na masikini na kuwapa dira ya maisha kwa kuwajengea imani ya kuwa viongozi wa kesho watakaoleta mapinduzi ya viwanda katika kukuza uchumi wa taifa. Dita Nyoni anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abasi Ahmed wakati wa afla fupi ya kuaga walimu wa wastaafu wapatao 85 kutoka halmashauri 8 za mkoa huo, ambapo amesema kuwa walimu wameweza kulitumikia taifa kwa weledi, uadilifu na moyo wa uzalendo, hivyo kama taifa lina kila sababu ya kujivunia uwepo wao. Mmevumilia na mmevumilia mazingira magumu ya mazingira ya kipato, lakini pia na ya manyanyaso kutoka kwa wale mnaowapa elimu, lakini kwa nyakati zote hamkuyumba katika maadili wala dhamira hiyo. Huu ndio mfano wa kweli wa uzalendo na moyo wa kujitolea. Mwalimu Nyerere aliwahi tena kusema, si kazi ya mwalimu kutoa maarifa tu, bali ni kuunda jamii yenye maadili. Walimu nyinyi mmetimiza wajibu huo kwa uadilifu. Mmewalea watoto wetu si kwa elimu ya vitabuni tu, bali kwa malezi ya maadili, utu na heshima. Kwa upande wa afisa elimu mkoa wa Edith Mpenzile amesema kazi ya kuwalea watoto shule sio ya mwalimu pekee, bali ni ya kila mzazi na mlezi, hivyo umetakiwa kutoa mashirikiano. Natoa wito kwa wazazi wa Tanzania kutengeneza utamaduni wa kuthamini walimu, kwani kazi inayofanywa na walimu ni kubwa, na kazi ya kulea hatuwezi kuifanya peke yetu bila kusaidiwa na wazazi. Na hapa ndipo ukuta walimu tunapewa majina kulingana na hiyo kazi tunayofanya ya kuwazuia kufanya yasiyotakiwa. Na hapa nasaa ikatolewa kwa walimu wanaostaafu na wale ambao wanabakia katika utumishi wa umma. Mimi wasianzishe biashara ambazo hawajawahi kuzifanya, wasimamie yale ambayo wamekuwa nayo toka waanza utumishi wao mpaka walivyomaliza. Waratibu elimu kata, himiza kazi kwa upendo, sio kwa kuzuka. Ukizuka mwalimu naye anakoroma tu, halali anakoroma. Maana ukisikia sauti mtu anapolala akikoroma yule hajalala. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Katika michezo, wakati Tanzania wakiasubiri kwa hamu mashindano ya mpira wa miguu ya Masoko Cup 2025, uongozi wa DRFA ambao ni wasimamizi wa mashindano hayo umekwenda kusimamia shughuli ya upangaji wa draw ya makundi kwa timu 24 ambazo zimethibitisha ushiriki wake. Taarifa ya Salum Pelembo inafanua zaidi.
Akizungumza wakati wa hafla ya upangaji wa draw hiyo, katibu wa kamati ya mashindano ya DRFA Daudi Kanuti ameeleza namna ambavyo draw imefanyika kwa uhuru na haki, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuanza tarehe 10 mwezi Juni na timu shiriki zikitakiwa kufanya maandalizi ya kutosha. Mantiki na sasa wakati wake umefika wa kujua nani atakayeanza na ataanza na nani. Mchezo wetu wa ufunguzi utafanyika tarehe 10. Tarehe 10 katika uwanja wa Bandari. Atakayefungua, timu zitakazofungua dimba ni haya kidogo nilikuwa na finyo hapa na mbosi stadi hizo timu, lakini kwa namna yoyote inabidi mimi nizitaje hizo timu. Timu zitakazofungua dimba ni Mbagala Market pamoja na timu ya inaitwa Mbagala Rangi 3 Market pamoja na Buguruni Market. Huo ndio mchezo wetu wa ufunguzi, na ratiba itapangwa. Timu nyingine zote mtapata ratiba, mtajua mnacheza tarehe gani na mtacheza na nani, lakini mkumbuke kwamba mtacheza na timu hizo. Pamoja na hayo, Daudi Kanuti ameeleza furaha yake baada ya msimu huu kutangazwa kuanzishwa kwa mashindano ya wanawake katika Masoko Cup 2025. Hili jambo mimi nilitoa pendekezo katika msimu wa pili wa michuano hii. Pendekezo langu na kwa ile furaha yangu ni kwamba pendekezo langu limepokelewa na limefanywa kazi, na msimu huu Mungu akipenda tutakuwa na mashindano ya wanawake ya mpira miguu. Tukushukuru sana. Asante sana. Kwa sisi kama Amo Foundation tukasema si vibaya, hili ni jukumu letu, kwa sababu jukumu letu ni kuinua vipaji vya vijana na kuhakikisha vijana wanapata ajira. Soka ni ajira. Tumeona kama sasa hivi kapu la mama. Basi na sisi inshallah tukasema tutoe kapu la Amo Foundation kwa wanawake kwenye soka. Kwa hiyo mimi sina mengi sana, naweza nikazungumza mpaka jioni, ila tu niseme nimefurahi sana, naamini yanayoenda kutokea siku chache ni makubwa sana. Mashindano ya Masoko Cup 2025 yambeba kauli mbiu isemayo Masoko Cup 2025 sisi ni tiki na boli, ikiwa na lengo la kuunga mkono upigaji kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, mpaka hapo tumefika tamati katika sehemu yetu ya kwanza ya taarifa ya habari asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea kwa ufupi nitakusomea vichwa vya habari katika magazeti tulionayo asubuhi ya leo, ikiwa ni sehemu yetu ya pili ya habari. Mimi ni Margaret Itala, tafadhali endelea kusalia nasi.